Na wapelelezi wataka waundaji filamu 4 wafungwe miaka 25 kwa madai ya kuvunja sheria wakipiga picha za makala ya Blood Parliament. Na mtazamaji, karibu kwenye taarifa zetu. Mwenzangu anayenisaidia kwenye lugha ya ishara kwenye matangazo haya ni Njoki Shege, na tunaanzia moja kwa moja kuhusiana na taarifa tuliyopokea hivi punde tu kutoka ikulu ya Nairobi, ambapo Rais William Ruto hatimaye amefanya uteuzi kuhusiana na tume ya IEBC, ambapo inahusu mwenyekiti na makamishna 6. Sasa kulingana na pendekezo lililotolewa ni kwamba rais amependekeza mwenyekiti wa tume ya IEBC awe Erastus Edung Ethekon kutoka kaunti ya Turkana. Atahitajika kupigwa msasa na kuidhinishwa. Aidha ametoa idhinisho kwa wao kupewa wadhifa huo. Walioteuliwa kuwa makamishna wa tume ya IEBC ni pamoja na Anne Njeru Nderitu kutoka kaunti ya Nyandarua, Moses Alutalala Mukhwana kutoka kaunti ya Kakamega, Mary Karen Sorobit kutoka kaunti ya Uasin Gishu, Hassan Nur Hassan kutoka kaunti ya Mandera, Francis Odhiambo Aduol kutoka kaunti ya Kisumu, na vile vile Fahima Arafat Abdalla kutoka kaunti ya Lamu. Wote hao wamependekezwa na Rais William Ruto baada ya kupokea ripoti kutoka tume ya IEBC mapema wiki hii kuhusiana na pendekezo la wale waliopigwa msasa. Kumbuka waliowania kiti cha wenyekiti walikuwa kadhaa, na wale waliowania nafasi ya makamishna wa tume ya IEBC pia walikuwa idadi ya watu 111. Sasa kurudia tena ni kwamba rais amependekeza mwenyekiti wa tume ya IEBC awe Erastus Edung Ethekon kutoka kaunti ya Turkana, na makamishna 6 walioteuliwa ni pamoja na Anne Njeru Nderitu kutoka kaunti ya Nyandarua, Moses Alutalala Mukhwana kutoka kaunti ya Kakamega, Mary Karen Sorobit kutoka kaunti ya Uasin Gishu, Hassan Nur Hassan kutoka kaunti ya Mandera, Francis Odhiambo Aduol kutoka kaunti ya Kisumu, na vile vile Fahima Arafat Abdalla kutoka kaunti ya Lamu. Ndio mapendekezo aliyotoa na kuidhinisha Rais William Ruto, taarifa ambayo tumeitoka kutoka kwake mkuu wa utumishi wa umma Felix Koskei. Bila shaka nitakuarifu tena kwenye taarifa zetu za baadaye, lakini rais ametoa pendekezo hilo kwa viongozi hao waliopigwa msasa kuweza kushika hatamu katika tume ya IEBC humu nchini kabla ya uchaguzi mkuu mwaka 2027. Tunaendelea na taarifa nyinginezo. Mwili wa mwenda zake mbunge wa Kasipul Charles Ong'ong'o